الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunamhimidi Allah na kumshukuru kwa kutukutanisha kwa mara nyingine, ikiwa hii ni majlisi yetu ya pili ndani ya msikiti huu. Leo ukiwa ni usiku wa Jumatatu, yani usiku wa kuamkia Jumatatu, hiyo tarehe ya Kiislamu itakuwa inasomeka kuwa ni tarehe 5. Leo ni usiku wa tarehe 5 katika mwezi huu mtukufu wa Al-Muharram katika mwaka wa 1442 Hijiria. Kwa hiyo pia tarehe ya miladia itakuwa ni tarehe 24 au tarehe 25, ni usiku wa tarehe 25. Wengine wanasubiri mpaka ifike saa 6 usiku. Sisi jua likizama, siku nyingine imeanza. Itakuwa ni tarehe 25 au tarehe 24. Naam, tarehe 24 ya mwezi wa 8 mwaka wa 2020 miladi. Tuko katika majlisi ya pili ndani ya msikiti huu. Tukijikumbusha yale tuliyozungumza jana kwenye majlisi yetu ya kwanza. Jana tuligusia suala la ubaya wa dhulma na mwisho mbaya utakaowasibu madhalimu. Tukasoma baadhi ya ayati na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama zinazokemea na kutahadharisha jambo la dhulma. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا usidhanie kwamba Allah ni mwenye kughafilika kwa wanaoyafanya madhalim. Hakika hapana vingine, anawaakhirisha, yani anawachelewesha wao kwa ajili ya siku ambayo yatakodoka katika siku hiyo macho, katika aya 42 ya suratu Ibrahim. Na tukataja kauli ya al-Imam Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala, ambayo ameinukuu na kuitaja al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha tarikh kinachoitwa Al-Bidayatu wan-Nihaya, kwamba wa inma dhakarna hadha liya'lama adh-dhalamatu anna akhbarahum ash-shani'ata tunqalu. Tumehakika hapana vingine tumeyataja haya ili wajue madhalim kwamba zile habari zao mbaya hunukuliwa, watabqa ba'dahum ala wajhi al-ardi fi al-kutubi, na zitabakia habari zao baada yao juu ya wajhi wa ardhi
itabakia katika vitabu, liyudhkaru biha wayudhammu wayuabu, ili watajwe kwa habari hizo, wasemwe vibaya, watiwe aibu. Dhalika lahum khizyun fi dunya wa amruhum ila Allah, na hiyo itakuwa ndio fedheha kwao katika dunia na jambo lao liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yatruku dhulma, huenda wao wakaacha dhulma, illa yatrukuhu lillah, wasipoweza kuiacha dhulma kwa ajili ya Allah. Yani ikiwa wameshindwa kuacha dhulma kwa kumwogopa Allah, basi pengine wataiacha hiyo dhulma, wataacha dhulma kwa sababu ya kuogopa kutajwa vibaya. Kwa hili tukalitaja, tukalitolea ufafanuzi, lakini pia tukataja nukta muhimu, nayo ni nukta ya kusoma tarikhi na historia, kwamba mtu unapotaka kusoma historia awe makini sana, kwa sababu si kila kinachotajwa katika vitabu vya tarikhi basi kimethibiti. Kama wataka kusema sasa, fanya utafiti mpaka utakapokuwa umejiridhisha kwa mujibu wa utafiti wa kielimu, sema, lakini misingi mikuu lazima uidhibiti. Miongoni mwa hiyo habari utakazozitaja zisipingane na Qur'an au sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna haja ya kuyarudia sana hayo ambayo tayari tulishayasoma au kuyatazama katika darasa ya jana, lakini tumeyataja haya tukitaka kuleta kumbukumbu na kuweka sawa kama maandalizi ya mazungumzo yetu ya leo. Na tuliahidi katika majlisi ya jana kwamba leo tutamzungumzia Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kuna sababu nyingi tu za kumzungumzia Hussein, lakini miongoni mwa sababu hizo ni kujifunza historia kwa kupitia tukio hili, na pia kupata mazingatio juu ya hatima mbaya inayowasibu madhalim na mwisho mwema wanaopata wacha Mungu kupitia tukio hili la kuuawa Al-Hussein. Lakini pia lengo la kuyazungumza haya ni kupambana dhidi ya upotoshaji wa maksudi unaofanywa na baadhi ya makundi yanayojinasibu na Uislamu, wanaojidai na kujinasibu kwamba Hussein bin Ali radhiallahu ta'ala anhuma ni wao, na kupitia Hussein na matukio haya wakawa wanawadanganya Waislamu wa kawaida wasioweza kuyatafiti mambo. Tunazungumzia tukio hili ili tujifunze historia, kwa sababu unapowazungumzia watu wakubwa katika Uislamu, mtu mkubwa kama Al-Hussein ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ndani yake kuna mafunzo mengi sana. Kwa hiyo tunaye kujifunza sisi kupitia Al-Hussein. Lakini pia kama ilivyokuwa tulivyosema jana kwamba historia inakuwa ni durusi, yani ni somo, ni masomo, lakini pia ni ibara, ni mazingatio. Kama ilivyokuwa historia ya mitume na wengine, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, hakika kumepatikana katika visa vyao na masimulizi yao mazingatio kwa wenye akili. Basi kama hivyo wanapotajwa watu wakubwa, watu wenye shani, watu wenye mchango katika jambo la dini, hupatikana ndani yake mazingatio. Kwa Hussein radhiallahu ta'ala anhu pia kuna mazingatio ndani yake ambayo tunatakiwa tujifunze. Na yoyote anayetaka kuupeleka umma mbele na kuupigania Uislamu ana uswa na kiigizo na ruwaza njema kwa watu wa mfano kama hawa.
Kwa hiyo tunapata mazingatio kwa kujua mwisho mbaya wa madhalim na mwisho mwema wa watu wema. Jambo la tatu, mazungumzo yetu haya tumeyahusisha pia vile vile katika kupambana na upotoshaji, kwa sababu huu ni msingi madhubuti wa dini. Yoyote atakayesimama kuizungumzia dini kwa namna ya upotoshaji au kwa njia za upotoshaji, si sahihi kwa kumkalia kimya. Mwacheni mwenyewe, kwani siyazungumza kivyake mwenyewe, wewe yakuhusu nini? Wale mashia wenyewe na mambo yao, nyinyi yawahusu nini? Lakini upotoshaji wafanyika mpaka watu waona ule uongo kuwa ni ukweli. Kwa sababu wenyewe wanasema katika falsafa za propaganda na kueneza habari zile za uongo, wanasema ikdhib thumma kdhib thumma kdhib hatta yusaddiqaka an-nasu. Danganya, wewe danganya mpaka watu watakusadikisha. Lile la uongo liseme lirudie mara nyingi. Watu wanasema itakuwa kweli, mbona kila itakuwa kuna ukweli hapa. Haya, thumma kdhib hatta tusaddiqa nafsak. Sema uongo, danganya mpaka ujisadikishe mwenyewe, mpaka wenyewe kweli, na wakati uongo huu uliutunga mwenyewe. Sasa tabia ya uongo ukikaririwa au habari ikikaririwa, hata kama ni ya uongo, wale wanaokuwa wanasikia wanazoea, wanaona kwamba ukweli. Na haya ni madhara ya watu kukaa kimya pale panapotokea upotoshaji, na limekuwa ni jambo la kawaida katika miji yetu sisi. Wanapojitokeza watu wakazungumza kwa jina la dini, wakaizungumzia dini kwa uongo na upotoshaji, utaona watu wote wako kimya kama vile hawajasikia, mpaka waguswe wao. Kama wataguswa wao kwenye nafsi zao, au wakiguswa baba zao, au wakiguswa mashekhe zao, ndio utajua kuna watu watasimama kwa vishindo kabisa ya kuzungumza maneno, wakitetea heshima zao, wakitetea heshima za mashekhe zao, wakitetea heshima za baba zao. Lakini wewe mtukane Aisha utakavyo, mtukane Umar utakavyo, tukana Abu Bakari, tukana fulani, wala watu hawana shida na wewe endelea tu. Watu wote wako kimya. Misikiti badala ya kuwa ni sehemu za darasa za kufundisha watu dini, watu wazifanya kuwa ndio maskani za kuzungumzia mambo ya mipira na siasa. Hawatumii fursa ya kuelimisha jamii inayopotoshwa na inayodanganywa, hawaitumii misikiti yao kwa mambo hayo, mpaka waguswe wao. Hili ni tatizo. Sasa tutazungumza haya si kwa njia ya kutaka kuwatahariza hao wenye tabia hizo, tuwazindusha kwamba wana wajibu wa kuyazungumza mambo ya dini, hasa pale yanapokuwa yanapotoshwa. Na Ashia wanatumia msimu huu wa Muharram kwa kupitia tukio la kuuawa Al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhu kuwapotosha watu. Haitakiwi kwa wenye elimu kukaa kimya, lazima waseme. Kwa hiyo sisi tunatumia fursa hii katika kuyaweka mambo sawa, bila ya kutumia ushabiki wala jazba wala uongo. Tutatumia taratibu za kielimu katika kufikisha ujumbe huu na darasa hizi. Mazungumzo yetu jana yalikoma mahali fulani, tukasema muendelezo wake utakuja kuanzia ni nani Al-Husayn. Kwa hiyo tutaanza hapa sasa. Al-Husayn kwanza jina lake ndio hilo Husayn, Al-Husayn ibn Ali ibn
أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم الهاشمي القرشي. Hashim anaendelea Abd Manaf mpaka kufika kwa Adnan, ile ile nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuanzia kwa Abdul Muttalib basi ndio nasabu ya Ali ya Al-Hussein inaendelea hivyo kwa upande wa baba yake, kwa maana ya kwamba baba yake ni Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib ni ndugu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yeye na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni simba kwa simba. Ukisema hivyo Waswahili wanaelewa, kwa maana baba zao ni ndugu. Baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Abdul Muttalib, na baba yake Ali ambaye ni Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Huyu Abu Talib na Abdullahi ni ndugu, baba mmoja mama mmoja. Kwa hiyo Abdullahi amemzaa Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Abu Talib amemzaa Ali radiyallahu anhu, rabi'ul khulafa'i ar-rashidin radiyallahu anhu, khalifa wanne wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika wale makhalifa waongofu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallama akamuozesha ndugu yake huyu ambaye amemlea yeye mwenyewe, ndugu yake mtoto wa ammi yake, akamuozesha mwanawe wa kumzaa Fatima bintu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anha. Kiswahili ilikuwa haiwezekani, lakini sisi hatuendi dini, hatupeleki dini Kiswahili, tupeleka dini kisharia. Maana Kiswahili umumwetu kwamba huyu si babie, huyu atamwaje mwanawe huyu. Maana Fatima ni mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali ni ndugu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ali akimwona Fatima akimwona Ali anamuita baba mdogo Kiswahili. Wengine watamuita ammi yangu huyu. Ammi yako vipi? Huyu ndugu wa baba yangu. Tumeelewana? Kwa hiyo kwa Kiswahili ukienda kuposa kwa hali hiyo hupewi mke, utakomoa mwanao. Una haya wewe? Huyu si mwanao, mtoto ndugu yako huyu. Mnifahamu? Lakini haiko hivyo kisheria. Sheria ya Kiislamu, wale walio karibu zaidi kinasab, waliokuwa wamekurubiana kinasab, wakiwezekana kwa wao kuoana, basi wale ambao wamewaunganisha wao kwenye nasabu hiyo ni yafaa kwa wao kuoa au kuoana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Ali na ndugu yake wa kike anaitwa Ummu Hani bint Abi Talib. Ummu Hani na Ali bin Abi Talib ni ndugu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aweza kumuoa Ummu Hani kwa sababu ni binti wa ammi yake. Na lau kama Ali radhiallahu anhu angekuwa ni mwanamke, Mtume sallallahu alaihi wasallam angeweza kumuoa. Sasa maadamu wao ambao wako karibu zaidi kinasabu waweza kuoana, basi yawezekana kuviozesha vile walivyovizaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa aweza kumuoa mtoto wa Ali bin Abi Talib, na Ali bin Abi Talib yawezekana kumuoa mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib akaozeshwa binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa Fatima. Fatima radhiallahu anha aliolewa na Mtume Muhammad, aliolewa na Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Fatima ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo sahihi ambayo
ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake na Imam Muslim kadhalika. Imam Bukhari katika sahihi yake hadithi nambari 3714 na Imam Muslim katika sahihi yake hadithi nambari 6461 alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Fatimatu bad'atun minni faman aghdhabaha faqad aghdhabani. Fatima ni kipande cha nyama kitokanacho na mimi, na yoyote atakayemkasirisha Fatima basi amenikasirisha mimi. Fatima ni kipande cha nyama kitokanacho na mimi, yoyote atakayemughadhibisha na kumkasirisha Fatima amenikasirisha mimi. Fatima huyu alipoozeshwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhuma, ndio katika uzao wao wakamzaa Al-Hasan, kisha akazaliwa Al-Husayn. Huyu Al-Husayn tunamzungumzia leo. Akazaliwa Zainab al-Kubra na akazaliwa Kulthum. Ali bin Abi Talib amezaa na Fatima watoto wanne, wanaume wawili na wanawake wawili. Mkubwa wao ni Al-Hasan. Hasan amezaliwa mwaka wa 2 Hijiria. Ule wakati watu wahama kutoka Madina kutoka Maka kwenda Madina, baada ya miaka 2 akazaliwa Al-Hasan. Mwaka wa 3 unaofuatia akazaliwa Al-Husayn. Kuna watu wanadhania kwamba hawa watu ni mapacha, si mapacha. Al-Hasan mkubwa kisha Al-Husayn. Baada yao ndio wakaja Zainab al-Kubra kisha Kulthum. Mama yao ni binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama na ndiye mtukufu katika mabibi wa peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli aljanna. Fatima ni bibi bora katika wanawake wa peponi. الحديث عند البخاري katika sahih Bukhari pia, kwa ni mwanamke mtukufu kabisa, binti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo amemzaa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib mwaka wa 2 Hijiria, akamzaa Al-Husayn ambaye ndiye mwenye majlisi hizi tumzungumzia yeye, akazaliwa mwaka wa 3 Hijiria. Akazaliwa Kulthum. Naam, akazaliwa Kulthum ambaye huyu alikuwa ni mke wa Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alimwoa bibi huyu Kulthum bintu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na watatu alikuwa ni Zainab al-Kubra binti Ali. Katika miaka miladia atakuwa Husaini radhiallahu ta'ala anhu amezaliwa mwaka 625 miladia, ambayo leo tuko 2020. Huko ni mwaka 625 ndio mwaka uliozaliwa. Kwa hiyo nimetaja haya mazingira yake. Baba yake ni Ali ibn Abi Talib, mama yake ni Fatima, kaka yake ni Al-Hasan, dada yake ni Kulthum mke wa Umar ibn al-Khattab, na vile vile dada yake ni Zainab al-Kubra radhiyallahu anhum. Na Al-Husayn ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki tayari Al-Husayn ni kijibarubaro, kijana tayari, yani ni mtoto wa miaka 7-8, lakini mtoto alikuwa na maarifa ya kutambua mambo, na kaka yake na miaka takriban 8. Husaini huyu ambaye ni sahaba na familia yake ndio hii tuliyoitaja,
ndiye ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema siku moja kwa hadithi aliyopokea al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika jamii yake kutoka kwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema al-Hasan wal-Husayn sayyida shabab ahli al-janna. Al-Hasan wal-Husayn, Hasan na Husayn sayyida shabab ahli al-janna, ni mabwana wa vijana wa watu wa peponi. Kwa hiyo fadhila zao si chache, ni nyingi sana. Fadhila zao ni kubwa na manzila yao ni rafia, ni kubwa, na kwa kuwa wao ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na kwa kuwa wao ni katika ahlul baiti an-nubuwwa, ni watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyo ndio al-Husayn. Ukiuliza kwani huyu Husayn ni nani? Sema Husayn huyu ni katika ahlul bait, huyu ni sahaba. Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Huyu al-Husayn ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na nasabu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliendelea kwa kupitia watoto wake wa kike, hasa mtoto wake Fatima. Nasabu yake kwa upande wa watoto wake wa kiume ilikatika, kwa sababu watoto wake wote wa kiume watatu walikufa katika uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim ibn Muhammad Rasulillah ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, kisha Abdullah ibn Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kisha Ibrahim. Hawa watoto wote hawa wa kiume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama walifariki katika uhai wa mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Hilo waislamu wengi wanalifahamu. Na kwa watoto wake wa kike, katika watoto wake wa kike Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mtoto anaitwa Zainab. Huyu ndio binti mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Binti yake mkubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitwa Zainab, na mama yake ni Khadija bintu Khuwailid. Alizaliwa binti huyu Makka mwaka wa 10 kabla ya baba yake kupewa utume. Miaka 10 kabla mtume hajapewa utume, kwa maana wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ana miaka 30 anapata binti huyu akiitwa Zainab, binti yake mkubwa. Zainab alizaliwa miaka 23 kabla ya hijra, kwa maana watu walipokuwa wahamia Madina tayari na miaka 23. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimzaa bibi huyu akiwa ana umri wa miaka 30. Haya ameyataja al-Imam Ibn Abd al-Barr katika al-Isti'ab, kitabu chake al-Isti'ab. Al-Imam Ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala ameyataja katika juzu ya 4 ukurasa wa 409 mpaka 410, tarjama nambari 3394. Ukifungua pale tarjama namba hiyo utakuta habari za bibi Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alipofikia umri wa kuolewa Zainab radhiallahu anha, bibi Khadija ambaye ni mama yake Zainab na ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuomba mumewe ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bibi Khadija akamuomba mumewe kwamba tumuozeshe huyu binti yetu kwa Abu al-As ibn Rabi' ambaye ni mtoto wa khalati yake bibi Khadija.
bibi Khadija ana dada yake. Naam, bibi Khadija ana dada yake ambaye mtoto wake ni huyu Abul As bin Rabi'. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu binti yetu Zainab, kwa nini tusimuoteshe huyu mtoto wa ndugu yangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali na akamuozesha kijana huyu kabla hajapewa utume. Kwa hiyo Zainab akaolewa na mtoto wa khalati yake. Watu humuita mama mdogo, mama mkubwa, wengine ita khalati, halo wake. Kwa hiyo mama zao ni ndugu, wakaoana kwa mama mdogo, mama mkubwa. Zainab, Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia kupata watoto kupitia mumewe huyu, watoto wawili, mmoja wa kiume ambaye alikuwa akijulikana kwa jina la Ali, alifariki akiwa mdogo. Zainab alipata mtoto wa kiume wa kwanza akiitwa Ali ibn Abil As ibn Rabi', ni katika Bani Sahli kama inavyoelezwa katika hadithi zilizokuja katika Bukhari na sehemu nyingine. Na mtoto wa pili anaitwa Umama. Kama wewe ushawahi kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama zinazoelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa wakati mwingine akiswali amembeba mjukuu wake Umama, akitaka kurukuu amweka chini, akiitadili amuinua, akitaka kwenda hivyo hivyo, akisujudu amweka chini, akinyanyuka tena ambeba. Huyo Umama mama yake ni Zainab na baba yake ni Abul As ibn Rabi'. Waliosoma mambo ya hadithi, vitabu kama Umdatul Ahkam au Bulughul Marami, wanazipitia hadithi hizo, wanazifahamu. Umama huyu alikuja kuolewa na Ali bin Abi Talib. Msishangae, Umama mtoto wa Zainab. Zainab na Fatima ni baba mmoja mama mmoja, baba yao Mtume sallallahu alaihi wasallam na mama yao ni Khadija. Ali amemwoa Fatima, lakini baadaye akaja akamwoa Umama. Alimwoa vipi? Baada ya kufariki Fatima. Sheria ya Kiislamu hairuhusu mtu kuoa mwanamke na ndugu yake, ukamwoa dada alafu ukamwoa mdogo wake, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja tu, au mama mmoja, ndugu hao ukawakusanya pamoja. Wa an tajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf, katika mambo yaliyoharamishwa ni kuwakusanya dada wawili katika ndoa moja kwa wakati mmoja. Hilo ni haramu. Na hadithi nyingine imekuja, hadithi ukiacha aya hii ikafafanua kwamba ni haramu kumkusanya mke na mama yake mdogo, au mke wako ukamuolea mke wako wa pili ikawa mke ule wa kwanza ukamuolea mama yake mdogo au shangazi yake. Ni haramu kukusanya kwa pamoja. Lakini mathalan wewe ulikwenda ukaposa ukamuoa binti fulani, mkaishi kazaa watoto, binti yule akafariki au ukamtaliki, huyu hanifai ukamwacha, au wewe ulikuwa ndio hufai, kuna matatizo fulani mkaachana pale, lakini ana mama yake mdogo, sasa huyu atanifaa huyu. Ukienda kuposa, sheria yakwambia sawa, muoe. Kilichokatazwa ni kukusanya watu hawa wawili katika ndoa moja, kwa sababu ni mke mkubwa na mke mdogo. Mke mkubwa ni mwana na mke mdogo mama yake, au mke mkubwa ni huyo mama mdogo na mdogo, yani mke mdogo ni yule binti yake, mtoto wa ndugu yake. Hilo halifai. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib alichokifanya ni sawa. Baada ya kufariki Fatima ambaye ni mama mdogo wa Umama, Ali bin Abi Talib akaona ngoja nimuoe huyu Umama bintu Abil As ibn Rabi'. Kwa hiyo huyu Umama aliolewa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu baada ya kufiwa na mkewe. Na yeye alipofariki Ali bin Abi Talib aliolewa na Al-Mughira bin Nawfal. Huyu Umama huyu alipata sharafu ya kuudiriki Uislamu na akasilimu. Wakati Waislamu walipohajiri, huyu Zainab aliudiriki Uislamu akasilimu.
mumewe Abu al-As akakataa kusilimu. Watu walipohamia Madina, Bibi Zainab hakuhamia Madina kwa sababu alikuwa mume wake bado hajasilimu. Kwa alibaki Makka. Wakati wa vita vya Badri mwaka wa 2 Hijiria, Abu al-As bin Rabi mume wake Zainab alikuwa katika upande wa washirikina katika vita vile vya Badri, apigana dhidi ya Waislamu, apigana dhidi ya mkwewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yeye akawa ni miongoni mwa mateka. Sio kuna wale asra Badr waliotekwa katika Badri, alikuwepo Abu al-As. Alitoka na bwana mmoja akiitwa Khirash ibn Simma. Khirash ibn Simma ndiye alimteka. Ilipopita idhni ya kuwakomboa mateka, kwamba ni ruhusa mateka wa Badri wakombolewe, watu wa Makka walikuja pale kuwakomboa jamaa zao. Zainab akapeleka kidani alichopewa na mama yake ili amkomboe mumewe. Bibi Khadija alimtegezea kidani mwanawe, Mtume sallallahu alayhi wasallam akijua hicho kidani kwamba hiki kidani kimetengenezwa na Khadija na amempa zawadi mwanawe Zainab. Sasa kile kidani alichopewa na mama yake Zainab akakitoa kikapelekwa kwa Waislamu waliomteka Abu al-As. Jamani, na mimi natoa kidani changu hicho, mume wangu akombolewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokiona kile kidani alikijua na akajua kutoka kwa Zainab, akawa amehuzunika sana. Akawaambia masahaba, in raaitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu alaiha alladhi laha, mkionelea kumwacha huru mateka wake na mkitaka kukirudisha kilicho chake, basi fanyeni. Mkiona kwamba basi tumsamehe huyu, tumrudishie mateka wake na kidani chake tumpe, kama maona hivyo fanyeni. Masahaba wakasikiliza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ushauri wake. Akarudishiwa Zainab kidani chake na Abu al-As arudishwe huko alikotoa, lakini kwa sharti amuache Zainab au amruhusu ahamie Madina. Alikubali. Katika Sunan Abi Daud tukio limeelezewa, hadithi nambari 2692 chini ya mlango unaosema babu fi fidai asir bil mali, na Imamu al-Hakim katika al-Mustadrak pia ameeleza jambo hili. Babu dhikri manaqibi Abi al-As bin Rabi' katika kitabu al-Mustadrak cha Imamu al-Hakim. Wakati Bibi Zainab radhiyallahu ta'ala anha alipomaliza maandalizi yake ya kuhamia Madina, ndugu wa mumewe ambaye anaitwa Kinana ibn Rabi' akamchukua kwenye ngamia wake akatoka naye wakati wa mchana. Makuraishi walipojua kuwa binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahama kwenda Madina kumfuata baba yake, walitoka baadhi ya Makuraishi wakitanguliwa na Habbab bin Aswad na Nafi bin Abdul Qais na Habbar akamtishia Bibi Zainab, wakawa anamtisha kwa mkuki wake, anamtisha Zainab kama nitakuua mimi, kama anavyosema mshairi mmoja, ajibtu li Habbar wa awbashi qaumi yuriduna ikhfari bi binti Muhammadi walastu ubali ma hayitu adidahum wama istajma'at qabla yadi almuhannad. Bwana Kinana akatoa mashairi hayo. Sasa namshangaa sana Habbar na wahuni katika jamaa zake, na washangaa mimi, wanataka nivunje ahadi yangu kwa binti wa Muhammad. Mimi sitojali idadi yao, kwa kuwa ni muda wa kuwa niko hai na kwa upanga ulioshikwa na mkono wangu. Na wakati huo Bibi Zainab alikuwa ni mjamzito, tayari ana ujauzito. Kutokana na kitisho hicho, Bibi Zainab ujauzito wake uliharibika, na Abu al-As baada ya hapo pia alisilimu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrejeshea binti yake au mke wake huyo
kwenye ndoa yake ile ile ya mwanzo, akamrejesha, basi wewe chukua mke wako, maadamu umesilimu, ndoa yenu ile ile ya mwanzo imetosha, chukua mke wako. Bibi Zainab alifariki Madina mwaka wa 8 Hijiria katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallama, na inasemekana kwamba sababu ya kifo chake ni kuugua kulikotokana na kuharibika mimba yake ile. Baadhi ya wanawachuoni wanalieleza hili.